Ayuha alwaladu safihu, ewe mtoto ambaye ni mpumbavu. Hal hinama kabira, pindi wazazi wako walipokuwa wazee, watu wazima, fahtaja ilaik, wakawa wanakuhitajia uwasaidie wazazi wako, ja'altahuma ahwana al-ashyai alaik, umewafanya wazazi wako wawili ni kitu ambacho ni duni, hakina thamani kwako wewe kijana. Wakati wanakuhitaji, unawafanya wazazi wako hawana thamani kwako wewe, ni watu duni mbele ya jamii. Kad amamta ghayrahuma bil ihsani, hakika umeamua kuwafanyia watu wengine wema kinyume na wazazi wako wawili. Kuna baadhi ya watu leo wako hivi, wanapeleka wema na ihsan na kutoa misaada, kuwasaidia wazazi wa watu wengine, kuwasaidia marafiki zao, kuwasaidia wapenzi wao, kuwasaidia wake zao, ili hali wamewasahau wazazi wao. Waqabalta jamilahuma binisyan, na ukaamua kuyakabili yale mazuri yao kwa kuyasahau. Yani wewe umeamua kuyasahau mazuri yao yote waliokufanyia pindi ulipokuwa mdogo. Shaka alaika amruhuma, mambo yao wazazi wawili kwako wewe yamekuwa ni mazito, imekuwa ni kama mzigo kwako wale wazazi wawili. Watulu umrihima, na imekuwa ni uzito wale wazazi wawili kwa kupewa kwao umri mrefu. Na ndio maana mpaka leo kuna nyumba za wazee, mpaka Afrika ziko pia, ya kwamba yule mzee anapokuwa amezeeka, umri ambao kwamba hawezi kujifanyia lolote, anahitaji kufuliwa, anahitaji kusafishwa anapokwenda haja, anahitaji kuhudumiwa na kuangaliwa vizuri zaidi. Mtoto anaona kwenye umri huu ndio umri wa kumpeleka kwenye nyumba za wazee, aende akatesekee huko, afe katika mazingira hayo, yeye mshenzi akae na mke wake na wanawe kwa raha na furaha, lakini wazazi wake wanahangaika.